shetani. Na ndio maana naiamini 100%. Yesu anasema mkiomba kwa lolote nitalifanya. Mungu akubariki sana. Na mimi kazi uliopewa, na wewe kazi uliopewa, na mimi kazi niliopewa ni moja tu, kwenda kuyaangusha yale yaliyo kinyume na Mungu. Sema amen. Yale yaliyo sawasawa na Mungu ukayape sifa na utukufu, alafu ukaungana na wale ambao waliotukuzwa mbele za Mungu. Hebu nipungie mkono na Mungu akubariki sana. Mwambie jirani yako usafi wa rohoni. Unapokuwa na usafi wa rohoni, umekamilisha kwenda kuangusha ngome ya shetani. Mungu akubariki sana. Na ndio maana leo tunataka kubadilisha dunia, ili unaposikia Yesu anahubiriwa ni Yesu wa kukubadilisha, ili uende kumuona katika uzima wa milele. Sema amen. Ili isibaki tu kwamba nasikia injili ni ya kuponya magonjwa, nasikia injili ni ya kubarikiwa, nasikia injili ya kugawiwa udongo, nasikia injili ya kupewa maji ya Rwenzori. Ili utakaposimama tu ukisikia Yesu anatangazwa ni Yesu mwenye uzima wa milele, ukimpata unapata ukombozi, ili ukaishi na yeye katika uzima wa baadaye na hapa duniani upate kuishi katika maisha matakatifu ya Bwana. Hebu tujipigie makofi kwa kwenda kuyaweka yale ambayo wanadamu walioyakataa. Sema amen. Na ndio maana jiwe walilolikataa wanadamu kwa Mungu ni teule. Mungu akubariki sana. Na wewe tayari ni jiwe watakalolikataa, lakini kwa Mungu ni teule. Sema amen. Na ndio maana wewe ni mteule wa Mungu. Mwambie jirani yako, halo mteule wa Mungu. Mwambie tena, halo mteule wa Mungu. Alafu mgeukie mwambie, nakutegemea. Unapomwita mteule wa Mungu, mwambie nakutegemea. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Mwambie jirani yako, nakutegemea. Kwa hiyo unapomtegemea kwa sababu umemwita mteule wa Mungu, unapomtegemea kwa sababu yupo tayari kulitaja jina la Bwana Mungu. Sema amen. Katika sheria ya Musa, Mungu